Kitu kikubwa ambacho nitaka tuzungumzie ni kuhusiana na fainali za jana ambazo zimechezwa pale Morocco dhidi ya Morocco wenyeji na Senegal. Kwa tathmini yako wewe kama mchambuzi, mchezo uliuonaje kwanza? Ulikuwa mmoja kati ya mchezo bora kabisa wenye hadhi ya kuitwa fainali. Kwenye dakika 90 ambazo zilimalizika bila kufungana, kulikuwa na vitu vingi sana kifundi ambapo ukiangalia. Senegal kabla mchezo wa jana kwangu mimi hawakuwa bora sana. Walikuwa bora, lakini Morocco walikuwa wanaonyesha ni bora kuliko Senegal. Lakini kwenye mchezo wenyewe Senegal walikuwa bora sana. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba kuanzia kwenye umiliki wa mpira, jinsi ambavyo unaweza kutengeneza nafasi, unagundua kwamba Morocco walizidiwa. Ukitaka kucheza na timu za Kiarabu ili uzifunge kirahisi, kwanza usiwape muda wa kufikiria. Yaani wanapopata mpira wewe wa press, ukawafanyia high pressing, kila anapokuwa na mchezaji na mpira wanakosa utulivu. Kwa sababu wao tukisema migongano ya mwili sio wazuri sana, ila inapokuja swala la kutumia akili wao wapo vizuri sana. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba Senegal waliposesi mpira kipindi cha kwanza, waliposesi mpira kipindi cha pili. Nini matukio makubwa ambayo yalikuwa ndani ya uwanja ndio ambayo yalikuwa yanaonyesha timu moja ni hatari zaidi. Kwenye nafasi waliopata nafasi nyingi walikuwa Morocco. Licha kwamba Senegal kudominate kwa mchezo kwa asilimia kubwa sana, lakini Morocco ndio walipata nafasi ambazo zilikuwa zinakaribia kuwa bao. Licha kwamba kupiga on target, blocks zilikuwa zinafanyika nyingi sana. Ukiangalia Mamadou Sali ni mchezo wake wa kwanza finali, yes, lakini anaonyesha kama mchezaji ambaye mwenye uzoefu mkubwa sana. Huyu ni kibwana mdogo anacheza Strasbourg ambaye anaenda kujiunga na Chelsea. Unaogundua kwamba kuna kitu ambacho anakupa kwenye kosi ya Senegal. Kwa hiyo ukiniambia finali ilikuwa namna gani? Ni finali bora miongoni mwa finali bora. Niliangalia finali ya Nigeria dhidi ya Ivory Coast. Naamini ilikuwa nzuri zaidi kuliko ile iliyopita. Sawa, Pideki, tumeshuhudia matukio mengi sana kunako finali ya hapo jana. Tumeona timu itaka kutoka uwanjani, lakini pia tuliona lile tukio la penati ambavyo imepigwa, na watu wengi wamezua mjadala mkubwa sana kuhusiana na penati ambayo ilipigwa. Wengi wanasema huenda ilipigwa sio kwa nia kupata ushindi. Nitamani tuzungumzie hasa kubwa kuhusiana na ile penati ambayo ilipigwa na Ibrahim Diaz. Kwenye mpira wa ruhusa, kitu ambacho unasema unapiga mpira penati ambao hutaki kufunga. Kama hutaki kufunga, ina maana wewe hutaki kucheza mpira miguu. Mchezo wa mpira miguu unasema play to win. Hizo ndo tunaita FIFA fair play. Play to win. Iko ndo kitu cha kwanza. Lakini unasema ushinde kwenye njia halali. Kama unapata ushindi kwa njia ambayo sio halali, wewe hutakiwi kuwa kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ukiniambia lengo la Ibrahim Diaz kufanya nini ilikuwa ni kufunga, ndio lengo la kwanza kabisa. Kwa sababu gani? Ibrahim Diaz kwanza alikuwa anatafuta rekodi ya kwake mwenyewe. Mashindano yake ya kwanza AFCON, lakini anatamani pia kuchukua. Alikuwa tayari ameshafunga mabao 5. Kama angefunga na maana angefikisha mabao 6 kwenye mashindano haya, ingempa nafasi kubwa zaidi. Lakini kwa nini amekosa? Aina ile ya penalti zinaitwa panenka. Watu wengi pia huwa wanakosa. Na ukikosa penalti ya namna ile, unaonekana we ni mzembe wa wazembe. Ukikosa penalti ya namna ile. Ila ukifunga, unaonekana we shujaa wa shujaa. Goalkeeper Edward Mendy alienda upande sahihi. Alienda kwa vile ule mpira ulikuwa hauna kasi. Kama ungekuwa na kasi, wenda angefunga. Kwa maana ukiangalia ule mpira alienda, aligusa chini, akarudi, akauokota ule mpira. Sio mara moja zinatokea penalti za namna ile. Ukitaka ufunge vizuri, either upige katikati au upige kwa juu kidogo. Sasa ule mpira ulikuwa chini sana. Kwa hiyo naona tu Ibrahim Diaz kakosa, kama kukosa penalti zingine, either angepiga nje, lakini ni penalti. Kuna watu wanasema kwa sababu haikuwa halali. Penalti ilikuwa halali na ilipaswa kuwa penalti vile vile ambavyo jinsi imekuwa. Matukio mengi yameshuhudiwa. Tuliona Senegal watu walitaka kutoa timu nje, lakini pia tuliona wachezaji baadaye wakakaa wakazungumza, timu ikarudi uwanjani. Tukio kama lile, huenda timu ya Senegal ingetoka uwanjani, lingeleta taswira gani hasa kwa mashindano ya Afrika kama AFCON ambayo ndio mashindano makubwa? Wangefungiwa tu, hakuna kitu kingine ambacho kingetokea. Hata FIFA wanakataa timu kususia mchezo. Uhalali wa kutoa, kwa sababu tumeshuhudia Morocco tokea mwanzoni, kila timu ambayo anakutana nao matukio yanakuwa mengi sana ya kulalamika. Tumeshuhudia Zido alivyokutana na Taifa Stars, alisukumwa Mudasiri wakisema kwamba ni penalty, lakini pia tukio kama la jana Idi Nado alisukumwa akaenda chini. Matukio kama yale, nyinyi kama watu ambao mnafuatilia soka, matukio kama yale yanaleta picha gani hasa? Jana mwamuzi sikumuona kama ana shida, ila shida watu tunaenda na makosa ya nyuma ya waamuzi kuyahamishia kwenye mchezo husika. Kitu cha kwanza kinachojadiliwa ni lile bao ambalo alifunga, mpira ambao alipiga Seki, Abdullahi Seki, ukaenda ukagonga mwamba, ukarejea uwanjani, kuna mchezaji mwingine akafunga.
Kwenye mpira kusukuma, kutumia mikono yako kujinufaisha haitakiwi. Kwa hiyo tuangalie, je, yule mchezaji kabla ya kupiga kichwa alimsukuma mchezaji? Utagundua kweli mikono yake ilienda. Sasa kiwango gani cha kumsukuma, uzito unategemea na nani aliyosukumwa. Na ndio maana Idinado aliguswa kaanguka kirahisi zaidi. Guso ule angekuwa mchezaji mwenye uzito mkubwa wenda asingeanguka pia. Kwa hiyo kwenye kuanguka la kwanza mimi yakupaswa kwa bao kwa sababu alimsukuma. Na ili tuone kwamba ni faida kwenye huko kumsukuma, baada ya kumsukuma aliyemsukuma mtu ndiye kaenda kuupiga mpira, ina maana kafaidika moja kwa moja. Twende kwenye penalty hivyo. Aliyemvuta Diouf akamvuta nyuma bwana anaitwa Diaz. Diouf ndo alienda kuokoa ule mpira, maana kwamba kama Diaz angesimama kuna possibility pia angewin. Kwa hiyo mimi sioni kwamba ile ilikuwa shida. Na hata kuna baadhi ya matukio ambayo sisi tunalalamika sana. Kwa mfano tukio la Tanzania, yes ingeweza kuwa penalty, lakini penalty pekee yake sio ushindi. Ndio maana Morocco ampata penalty amekosa. Kuna baadhi ya vitu vinatokea ni vingi. Kwa mfano sisi tulipata penalty ya Ibrahim Baka, sio? Tulilaumu. Ule mpira ulikuwa unaenda kwa direction iliyokuwa Baka. Lakini ndio penalty imetengwa na sisi tumefaidika na hiyo penalty. Yes. Kwa ujumla nitaka tuzungumze sasa tathmini yote kuanzia mwanzo hatua ya makundi mpaka tunakuja kupata fainali. Tuzungumzie ule ubora wa mashindano msimu wa 2026 AFCON umeionaje 2025? 2025 ni AFCON bora kuliko AFCON nyingi, sio zote lakini nyingi. Kwenye in terms of maandalizi Cameroon hawajafikia, Ivory Coast wenyewe hawajafikia, na mashindano mengi ambayo yamefanyika Misri pia kuafikia haya ambayo yamefanyika. Kwa unagundua kwenye nje ya ukiondoa kilichotokea ndani ya uwanja, nje ya uwanja Morocco alijiandaa vizuri sana. Wana deserve cost na wanapaswa kupigiwa pongezi. Ukitaka kuona kwamba alifanya vizuri, chukua mashindano haya, fananisha mashindano ya AFCON 2027 ambayo yatafanyika Tanzania. Chukua mashindano haya, fananisha na yaliyofanyika 2019, fanyika 2021 na 2023. Utagundua vitu tofauti kwenye miundombinu, logistics za usafiri, nini, kila kitu. Ndio maana usikii lawama zikitokea kwa watu. Lakini ndani ya uwanja pia tumeshuhudia mechi nyingi nzuri. Mashindano yaliyopita best loser alienda mpaka finali. Lakini mashindano ya mwaka huu yameweka historia mbalimbali. Kwa mfano, kuna baadhi ya timu ndio mara ya kwanza kucheza hatua 16 bora, ikiwemo Tanzania, ikiwemo Msumbiji, ikiwemo Benin. Timu 3 kwa mara ya kwanza zilicheza hatua 16 bora. Baadhi ya timu ndio zimeweka historia kwa mara ya kwanza kushinda kwenye mashindano ya AFCON, akiwemo Benin mara ya kwanza anashinda kwenye mashindano haya. Kwa unagundua hata timu ndogo kwenye hatua makundi mpaka mwisho huoni timu kilaza. Yaani Tanzania kwenye rank za FIFA na Morocco mbingu na ardhi. Lakini kiwanjani kulikuwa na ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo ukiniambia mashindano ndani ya uwanja yalikuwa bora, yes yalikuwa bora sana. Ukuti mtu aliyepigwa bao 5, mechi mtu ambaye amepigwa bao 4 unazitafuta azidi mechi 2, mashindano yote. Kwa unagundua hata level ya ushindani imekuwa juu sana. Kwa kila timu imeonyesha ushindani mkubwa sana. Kila timu imejaribu kujinasua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia tumeshuhudia baadhi ya wachezaji ambao baadhi ya timu transformation inaanza kufanyika. Kwa mfano ukiangalia Algeria wana wachezaji wengi wapya. Ukiangalia timu ya taifa ya Senegal kuna baadhi ya wachezaji wakina Mendy walikuwa regular starter muda wote, lakini sasa hivi yani muda unazidi kupungua kupata wao kucheza. Kwa hiyo mashindano mwaka huu kwangu mimi bora ndani ya uwanja, bora nje ya uwanja, ukiondoa lawama ambazo zipo kwa waamuzi. Hakuna mashindano ambayo atakosa kuwa na alama za waamuzi. Msimu unaokuja 2027 Tanzania ni miongoni mwa nchi ambayo wanaandaa AFCON. Tuna nini cha kujifunza kama walichofanya kwa Morocco? Sisi kama Tanzania ambao 2027 tutaandaa mashindano haya. Tuna nini cha kujifunza? Vya kujifunza vingi ni nje ya uwanja, logistics, ubora viwanja tumeviona, viwanja vya kufanyia mazoezi, mashindano nzima hakuna mtu aliyelalamika. Hiko ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo hata mashindano ya sisi ambayo tutakuwa kwanza tuangalie miundombinu, lakini utoaji wa huduma nikimaanisha tujipange zaidi nje ya uwanja, kwa sababu ndani ya uwanja sio jukumu letu sisi. Sisi jukumu letu linaishia nje ya uwanja. Timu zinasafiri vipi? Timu zinalala wapi? Kiwanja kina ubora gani? Hiyo ndio jukumu letu mama. Kwa hiyo cha kujifunza nje ya uwanja tuandalie maandalizi mazuri. Sawa, mimi nikushukuru sana.